Hujambo na karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali. Kubwa zaidi ni Rais wa Marekani Donald Trump amewasihi wa Iran kuendelea kuandamana na kusema kwamba msaada unakuja, huku wachunguzi wa haki za binadamu wakiripoti kwamba zaidi ya watu 2,000 wameuawa katika maandamano ya kitaifa kote katika Jamhuri ya Kiislamu. Rais Trump hakutoa maelezo yoyote kuhusu msaada huo ungehusisha nini, lakini nakuja baada ya rais wa Marekani siku chache zilizopita kusema kwamba Tehran ilitaka kujadiliana na Washington. Hata hivyo, chapisho la hivi punde la Trump kwenye mitandao ya kijamii lilionekana kuashiria mabadiliko ya ghafla katika nia yake ya kuwasiliana na serikali ya Iran. Wazalendo wa Iran, endeleeni kuandamana, chukueni taasisi zenu, Trump aliandika kwenye Truth Social. Hifadhini majina ya wauaji na wanyanyasaji, watalipa gharama kubwa. Nimefuta mikutano yote na maafisa wa Iran hadi mauaji ya kipuuzi ya waandamanaji yatakapokoma. Msaada unakuja. Rais wa Marekani ameonya mara kwa mara kwamba Washington inaweza kuchukua hatua za kijeshi ikiwa itabaini kwamba Tehran inatumia nguvu kali dhidi ya waandamanaji wanaopinga serikali. Viongozi na maafisa wakuu wa ikulu ya White House walianza kukutana Ijumaa ili kubuni njia mbadala kwa ajili ya Trump, kuanzia mbinu ya kidiplomasia hadi mashambulizi ya kijeshi. Trump siku ya Jumapili aliwaambia waandishi wa habari kwamba anaamini Iran inaanza kuvuka mstari mwekundu. Alisema yeye na timu yake ya usalama wa taifa walikuwa wakifikiria chaguo kali sana licha ya Iran kuwasiliana na Marekani. Siku ya Jumatatu, Trump alisema atapunguza ushuru kwa 25% kwa mataifa yanayofanya biashara na Tehran mara moja, lakini ikulu ya White House haijatoa maelezo zaidi kuhusu hatua hiyo, ambapo ni onyo kali kwa nchi yoyote ambayo itaendelea kufanya biashara na Iran, basi itakutana na ushuru wa 25% katika bidhaa zake ambazo zinauzwa au kuingizwa Marekani. Iran kupitia spika wa bunge la nchi hiyo imeonya kwamba jeshi la Marekani na Israel zitakuwa malengo halali ikiwa Washington itatumia nguvu kuwalinda waandamanaji wa Iran. Shirika la habari la wanaharakati wa haki za binadamu lenye makao yake Marekani, ambalo limekuwa sahihi katika machafuko ya awali katika miaka ya hivi karibuni, limesema idadi ya vifo vya hivi karibuni imefikia watu hadi 2,003 siku ya Jumanne. Mfuatiliaji huyo alisema watu 1,847 kati ya waliokufa walikuwa waandamanaji na watu wengine 135 walikuwa washirika wa serikali. Idadi ya vifo inazidi ile ya duru nyingine yoyote ya maandamano au machafuko nchini Iran kwa miongo kadhaa, na inakumbusha machafuko yaliyozunguka mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 nchini humo. Maandamano haya ya hivi karibuni, ambayo yalianza kidogo zaidi ya wiki 2 zilizopita kwa hasira kuhusu uchumi unaoyumba wa Iran, yalibadilika haraka na kuwa maandamano mapana ya kupinga utawala wa kidemokrasia, hasa zaidi ya kiongozi mkuu wa miaka 86 Ayatollah Ali Khamenei. Mpaka sasa serikali ya Tehran haijatoa tamko rasmi kufuatia ujumbe wa hivi karibuni wa Trump uliowahimiza raia kupindua taasisi za serikali, jambo linalotishia kuvunja kabisa uhusiano wa nchi hizo mbili. Mengi zaidi nitazidi kukuhabarisha hapa, lakini kumbuka kwamba Tehran ilipunguza baadhi ya vikwazo siku ya Jumanne kwa mara ya kwanza baada ya siku chache na kuruhusu watu kupiga simu za mkononi nje ya nchi. Hata hivyo, raia hawakuweza kupokea simu za nje ya nchi, huku vikwazo vya internet pamoja na SMS vikiendelea. Itakujuza mengi zaidi kwa kina zaidi na Tehran kama watajibu tamko hili la Marekani kupitia rais wake Donald Trump, basi nitakuhabarisha hapa. Kubwa zaidi, endelea kutufuatilia kwa taarifa kede kede.